Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Basi imempendeza Mungu kwa hii siku yake ya Sabato kukutana katika ushirika huu wake wa Africa Repent Kenya, tukiwa na wapendwa wetu katika ulimwengu wa kiroho Africa Repent Tanzania na wapendwa wengine wote ambao wako katika mitandaoni. Acha kabla tuanze, acha tuombe pamoja kwa ajili ya mwenye dhambi yoyote ambaye atakutana na mafundisho haya ya Mungu, apate tu kupewa toba na apate kuokoka. Yaani damu ya Yesu Kristo ipate kumuosha, neno hili kwa imani lipate kumfungua, apate toba na apate ufunuo na okoke. So tafadhali nena mbele za Bwana kwa ajili ya moyo huu. Tusongea. Tutapiga magoti tu. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Mungu uliyeziumba mbingu, kaziumba nchi, mtakatifu wa Israeli. Mungu, si kwa nguvu za mwanadamu ama kwa mipangilio mizuri ya Samon Bwana ndio inayeokoa Bwana. Si kwa ajili ya ujuzi Bwana ama hekima inayotokana na mwanadamu ndio nafsi zinazookolewa Bwana. Lakini Mungu tunashuka Bwana, unasema tukikuongoza wewe mbele, tukija katika kikao chako, tukija kutafuta ushauri kwako Bwana, utatupatia Mungu. Tunaomba Bwana, nafsi ya kila mwenye dhambi ambao atakutana na mafundisho yako Bwana, wacha wakapate toba kamilifu na kupata ufunuo kupitia ile damu iliyofanya katika moyo wako Mungu, na hata moyo hata mioyo yetu Bwana, hata katika akili zako Bwana, hata katika akili zetu Bwana, kwa kuondoa Bwana kila aina ya dhambi, kila aina Bwana ya mawazo Bwana, ya dhamira ya dhambi Bwana, kupitia damu ya Yesu Kristo Mungu. Mungu tusaidie. Mungu, nenda ukaokoe nafsi ya David Bwana, katika jina lake Yesu Kristo Bwana. Nenda ukajidhihirishe Mungu. Nenda ukanene mahali hapa Bwana. Wacha mwanadamu asisikike Bwana, lakini wewe Mungu kabali kusikika Bwana, kwa sababu Mungu uipendi dhambi Bwana, unaichukia dhambi Bwana, na utaki dhambi Bwana isidi kukaa kama gonjwa Bwana lililo ndani ya mioyo ya viumbe vyako Bwana. Mungu tunaomba shirikiana nasi Bwana. Mungu tunaomba uwepo wako uwe mahali hapa Bwana. Mungu tunaomba Bwana nguvu zako Bwana zikapate kuadhiri Mungu moyo wa David Bwana, zaidi na zaidi Bwana, ukapate kumfungua masikio ya kiroho na macho yake Bwana, ikapate kufunguka kwa ufunuo wako Bwana, na ni katika jina lake Yesu Kristo Bwana. Na wenye dhambi wote Bwana ambao wako katika mitandaoni pale nje Bwana, nenda ukakutana na nafsi yao Bwana, ukajidhihirishe Bwana. Yesu tumeshuka Bwana, tupatie ushuhuda Bwana kwa ajili ya neno lako Bwana, katika jina lake Yesu Kristo, mkemee mwovu shetani Bwana. Mungu tuhurumie Bwana, kaokoe nafsi hii Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Na nafsi zingine ambazo Bwana umeziokoa licha ya kuwa Bwana zinazidi kulegea katika neno lako Bwana, acha neno hili Bwana likapate kuwaregesha Bwana, likapate kuwapatia toba Bwana katika kila kiburi Bwana, kila jeuri, kila chachu Bwana ambayo iko miongoni hata mwetu Bwana. Nenda ukashughulikie katika jina la Yesu Kristo. Nenda ukatende Bwana. Yesu una nguvu na mamlaka. Ndio maana tunakutegemea wewe, mwalimu wetu Bwana, wewe mkombozi wetu Bwana, wewe pia uliyetumika na Mungu kutuumba. Tafadhali saidia kuumba nafsi hizi Bwana, kwa jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo yenye nguvu na mamlaka tumeomba hata tukiamini. Amen. Sawa sawa. So somo ambalo Mungu ametupatia kupitia ufunuo, na nataka tuelewe kitu kimoja, si somo ambalo mwanadamu alikuwa analitafuta kwa maandiko. Ni somo ambalo mwanadamu huyu akiwa katika harakati zake za kutafakari neno akielekea nyumbani, Mungu kwa neema zake anamfunulia. So hili somo, masomo mingi kwa uwezo wa Mungu ni ufunuo. Si somo mtu alikuwa anafungua Biblia akijaribu kutafuta somo atakalolifundisha siku ya Sabato. Ni somo ambalo mwanafunzi wa Yesu alikuwa tu anatembea akielekea nyumbani.
Aidha akiwa ametoka uinjilisti, aidha akiwa shule zingine, akielekea nyumbani, Mungu anampatia ufunuo. Anamwambia angalia ufunuo, nenda ukaupeane. So nasema haya kwa sababu gani? Yale ambayo naenda kuyasikia kwa uwezo wa Mungu ni ufunuo Mungu amepeana kutoka mbinguni kupitia neno lake. Sasa huu ufunuo Mungu anakupatia wewe ili ukufungue. Ni Mungu amepeana ufunuo. Na Mungu akipeana ufunuo huwa apeani kwa sababu ya yule aliyempa tu, lakini anataka pia wengine wanaosikia wakafunuliwe na ule ufunuo ambao umetoka kwa Mungu. Na ukishuka chini uzidi kupata toba, kugeuka kutoka kwa kila kitu kiovu na kutokuamini ufunuo huu wa Mungu, hakika utakuokoa. Hakika, kwa sababu ni wa Mungu. So upoke hivyo ufunuo ambao Mungu ametupatia kupitia maandiko yake ni damu ya Yesu. Damu ya Yesu iliyofuta kumbukumbu za dhambi zetu katika moyo na akili za Mungu na zetu pia. So unaweza kuona katika ubao kwamba Mungu anasema damu ya Yesu iliyofuta kumbukumbu za dhambi zetu, dhambi yako na yangu, katika moyo wa Mungu na katika akili za Mungu na zetu pia. So taangalia, Mungu yuko na moyo, Mungu yuko na akili kupitia maandiko. Umeelewa? Kupitia maandiko. Na tuone Mungu mwenye moyo na Mungu mwenye akili, inamaanisha Mungu anakumbuka. Na pia Mungu anaweza kusahau. Kama damu ya Yesu Kristo itafuta dhambi zako na dhambi zangu, haitafuta tu kwa moyo wako, itaenda paka katika moyo wa Mungu na itaziondoa. Na Mungu atasema dhambi zako kupitia maandiko hazikumbuki tena. Ni kwa nini? Kwa sababu kwa uwezo wa Mungu na damu ya Yesu Kristo zimefutwa. So tutakapokuwa tukiendelea, tafadhali, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Mungu anataka ujiachilie katika toba. Toba ni kugeuza maili yako kwa kile ambacho umekuwa haukiamini. Toba ni kugeuza moyo wako kwa kile ambacho umekuwa haukiamini. Toba ni kubadilisha mwenendo wa maisha ambao umeishi katika matendo. Na ni kupitia neno ambalo unalisikia. So tunaangalia moyo wa Mungu. Tuangalie kitabu cha, tutasoma Kiingereza na hata Kiswahili ili tuweze kupata hayo yote kwa visawa. Naweza angalia, tumeanza na moyo. Naweza angalia Yeremia 7. Kitabu cha Yeremia 7, msomaji uwe juu tafadhali. Yeremia 7 mstari wa 31. Kitabu ni cha Yeremia 7 mstari wake ni wa 31. Yeremia 7 mstari wake ni wa 31 kwa lugha ya Kimombo. And they have built the high places of Tophet, which is the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I commanded them not, neither came it into my heart. Yeah, neither came into my heart. Ni Mungu anaongea. Mungu anaongea. Mungu ako na heart. Mungu anasema, and they have built the high places of Tophet. And they have built the high places of Tophet.
which is in the valley of the son of Hinnom, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters to burn their sons and their daughters in the fire, which I have commanded them not, neither came it into my heart. Neither came into my heart. Ya Kiswahili nasemaje tafadhali? Yeremia 7 mstari wa 31. Yes. Kitabu cha Yeremia 7 mstari wake ni wa 31. Maandiko yanasema, wamejenga mahali pa juu pa kuabudia sanamu za Tofeti. Wamejenga mahali pa juu pa kuinamia sanamu za Tofeti. Wamejenga mahali pa juu. Wamejenga mahali pa juu pa kuabudia sanamu pa Tofeti. Pa kuabudia sanamu za Tofeti. Kwenye bonde la Ben-Hinomu. Kwenye bonde la Ben-Hinomu. Ili kuwateketeza wana wao na binti zao kwenye moto. Kuwateketeza wana wao na binti zao kwenye moto. Kitu ambacho sikuamuru. Kitu ambacho Mungu anasema hakuamuru sadaka hizo. Wala akikuingia akilini mwangu. Wala akikuingia akilini mwangu. So hii inasema akilini mwangu. Yako inasema moyo. Weza soma hiyo tafadhali. Sawa sawa. So tunaangalia moyo wa Mungu. Tunaangalia moyo wa Mungu. Tunaangalia damu ya Yesu iliyofuta kumbukumbu za dhambi zako, za dhambi zangu katika moyo wa Mungu na akili za Mungu, na pia katika mioyo yetu na pia katika akili zetu. So Mungu anataka tunaangalia nini katika maandiko? Tumesoma Biblia ya Kimombo, Yeremia 7 mstari wa 31. Biblia ya Kimombo imeongea kuhusiana na the heart of God. Mungu yuko na heart, Mungu yuko na moyo. So tunaangalia Biblia ya Kiswahili ya lugha tofauti. Yeremia 7 mstari wa 31. Yeremia 7 mstari wake ni wa 31. Nao wamepajenga mahali palipoinuka. Nao wamepajenga mahali palipoinuka. Patofeti. Palipo katika bonde la mwana wa Hinomu. Palipo katika bonde la mwana wa Hinomu. Bonde la mwana wa Hinomu. Ili kuwateketeza wana wao na binti zao motoni. Wana wao, ili kuwateketeza wana wao, ili kuwateketeza wana wao motoni, na binti zao motoni, jambo ambalo mimi sikuliagiza, jambo ambalo Mungu mwenyewe wa Abrahamu, Isaka na Yakobo hakusema ifanywe hivyo, wala alikuingia moyoni mwangu, wala hilo jambo alikuingia katika moyo wa Mungu. Mungu ndo anasema hivyo. Mungu anasema hilo jambo alikuingia katika moyo wake, lakini watu wanafanya hivyo. So maandiko yako clear kwamba Mungu ako na moyo. Asante, Mungu akubariki. Mungu yuko na moyo. So angalia Yeremia, tumesoma 7 mstari wa 31. Mungu yuko na moyo. So hakuna mtu anakataa hili kwamba Mungu yuko na moyo. Katika Genesis pia, Genesis chapter 6 verses 6, unaweza kusoma tafadhali. Genesis Mwanzo 6 mstari wa 6, Mungu yuko na moyo. Kitabu cha Mwanzo 6 mstari wake ni wa 6. Mwanzo 6 mstari wake ni wa 6. Bwana akasikitika kwamba alimuumba mwanadamu duniani. Moyo wa Mungu ukajaa masikitiko. Moyo wa Mungu ukajaa masikitiko. So maandiko yako wazi kwamba Mungu ako na moyo. Na tunayoangalia kwamba Mungu kwa sababu yuko na moyo kazi yake ni kuhifadhi. Mungu anaweza hifadhi hasira, Mungu anaweza hifadhi kumbukumbu za dhambi zetu. So hilo si swali la kuuliza, hii si swali la mjadala. Mungu ako na moyo David, Mungu ako na moyo. Hilo jua kupitia maandiko yamethibitisha Mungu yuko na moyo. Moyo kazi yake ni kuhifadhi kumbukumbu. Acha tuangalie pia akili.
Mungu yuko na akili. Tunaangalia akili ya Mungu. Unaweza kusoma kitabu hicho Yeremia. Unaweza kusoma Yeremia 19 mstari wake ni wa 5. Yeremia 19 mstari wake ni wa 5. Ukifika tu tafadhali unaweza kusoma. Kitabu cha Yeremia 19 mstari wake ni wa 5. Tasoma kwa lugha ya Kimombo. They have built also the high places of Baal. They have built also the high places of Baal. To burn their sons with fire. To burn their sons with fire. For burnt offerings. For burnt offerings. To Baal. And unto Baal. Which I commanded not. Which I commanded not. Nor spoke it. Nor spoke it. Neither came it into my mind. Neither came into my mind. Mungu anasema jambo hili alijawahi kuja katika fikra zake, alijawahi kuja katika akili yake. Mungu ako na akili. Mungu yuko na akili, na ndani ya akili kumbukumbu ziko za Mungu. Unaweza kusoma Kiswahili tafadhali? Kitabu ni cha Yeremia 19 mstari wake ni wa 5. Inasema, nao wamjengea Baali mahali pake palipo juu. Nao wamjengea Baali mahali pake palipo juu. Ili kuwachoma moto wana wao. Ili kuwachoma moto wana wao. Wana na maanisha watoto wao wa kiume, sons. Wawe sadaka za kuteketezwa kwa Baal. Wawe sadaka za kuteketeza kwa Baal. Tendo lisiloliamuru. Tendo ambalo Mungu hajaliamuru watoto wao wachomwe. Tendo lisiloliamuru mimi. Tendo ambalo Mungu hajaliamuru wala kulinena. Wala halikuingia moyoni mwangu. So hii inaturegesha kwa moyo Biblia hii ya Kiswahili ya neno tafadhali. Asante kwa hiyo. Yeremia 19 mstari wa 5. Yeremia 19 mstari wa 5 tunaangalia moyo wa Mungu, tumeangalia moyo wa Mungu, tunaangalia akili ya Mungu. Wamejenga mahali pa juu pa kuabudia miungu. Wamejenga mahali pa juu pa kuabudia miungu. Pa Baali. Ili kuteketeza wana wao. Ili kuteketeza wana wao. Katika moto kama sadaka kwa Baali. Katika moto kama sadaka kwa Baali. Kitu ambacho sikukiamuru. Kitu ambacho Mungu hakukiamuru. Wala kukitaja. Wala hakikuingia akilini mwangu. Wala hakikuingia akilini mwa Mungu. Mungu yuko na akili kulingana na maandiko David. Mungu yuko na akili, Mungu yuko na akili. So, kwa nini nasema kwamba Mungu yuko na akili? Ni kwa sababu Yeremia 19 mstari wake ni wa 5 imeeleza wazi. Mungu anasema jambo hili la kuteketeza watoto kwa moto wanamteketezea Baali. Mungu hajalisema, Mungu hajalitaja, na halijawahi kuwa katika akili za Mungu. So Mungu yuko na akili. Na tumeona katika Yeremia Mungu pia yuko na moyo. Yeremia 9 natumai 31 ya Mungu yuko na moyo. Ya Yeremia 7:31 Mungu yuko na moyo. So mpaka sasa kwa uwezo wa Mungu naamini unaelewa, na mimi naelewa, na sina shaka, na haufai kuwa na shaka katika Yeremia 7 mstari wa 31 kwamba Mungu yuko na moyo. Na Mwanzo pia 6 mstari wa 6 Mungu yuko na moyo. Na pia Yeremia 19 mstari wa 5 Mungu yuko na akili. Moyo na akili kazi yake ni kuhifadhi. Moyo na akili kazi yake ni kuweka kumbukumbu. So ni kumbukumbu gani ambao Mungu anaiweka juu ya mwanadamu? Ni kumbukumbu gani ambao Mungu ameweka juu yako? Ni nini Mungu anakumbuka kwa moyo wake na kwa akili zake? Tuangalie kitabu cha Warumi 5 mstari wake ni wa 12. Kitabu ni cha Warumi 5 mstari wake ni wa 12. Maandiko yanasema, yes. Kwa hiyo kama vile dhambi. Warumi 5 mstari wake wa 12. Warumi 5 mstari wake ni 12. Hii
hii ndio kumbukumbu ambayo iko kwa Mungu. Elewa, Mungu akimwangalia mwanadamu, kuna kitu kiko ndani ya moyo wa Mungu, alafu Mungu anasema. Mungu anakumbuka nini kuhusiana na wewe? Mungu anakumbuka nini kuhusiana na mimi? Ni nini Mungu anakumbuka katika moyo wake na katika akili zake? Nini Mungu anakumbuka kwa ajili ya maisha ya mwanadamu? So Warumi 12:5 mstari wake ni wa 12. Warumi 5:12. Kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni, mpaka hapo Mungu anakumbuka dhambi ilivyoingia ulimwenguni. So tafadhali, katika moyo wa Mungu, elewa, katika moyo wa Mungu, Mungu anaelewa, na kwa maandiko yake anaelewa, anakumbuka. Iko kwa moyo, imehifadhiwa kwamba dhambi iliingia ulimwenguni. Hiyo ndio Mungu anakumbuka kwa moyo wake, imehifadhiwa. Na hiyo ndio Mungu anakumbuka kwa akili zake, kwamba dhambi iliingia ulimwenguni. Na Mungu anakumbuka mtu ambaye aliingiza dhambi ulimwenguni. Na Mungu anajua yule aliyesababisha dhambi ingia ulimwenguni. Mungu anajua Ibilisi ndio alisababisha dhambi ingia katika moyo wa mwanadamu. Mungu anajua Ibilisi ndio alisababisha dhambi ingia katika moyo wako kupitia baba anaitwa Adamu. Hiyo iko ndani ya moyo wa Mungu na iko katika akili za Mungu, iko very fresh. Itakuwa ilifanyika katika Genesis, kitabu cha mwanzo kabisa. Kitabu cha mwanzo kabisa. Mwanzo 2 mstari wa 16, Mungu anampa Adam amri. 17 anampatia amri. Mwanzo 3 mstari wa 6, Ibilisi anaeka moyo wake kwa nyoka. Nyoka anamdanganya mama yetu ambaye ni Eve. Eve anaanguka katika dhambi. Eve anamshawishi Adam. Shetani ndani ya Eve anamshawishi Adam. Adam anaingia katika dhambi. Wanadamu wote wanafanyika wenye dhambi. Mungu anakumbuka hilo. Welewa, lakini hiyo iko ndani ya moyo wa Mungu. Huwezi itoa. Siwezi kuitoa. Kwa sababu Mungu ni roho, umuoni. Haumuoni. So hiyo iko ndani ya moyo wa Mungu. Iko hapa. Tayandika katika moyo wa Mungu, Romans 5:12. Hiyo iko hapa. Naweza soma, haijaisha. Warumi 5 mstari wake wa 12. Kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja. Kwa hivyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja, na kupitia dhambi hii mauti ikawafikia watu wote. Mauti ikawafikia watu wote Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa sababu Mungu anasema wote wamefanya dhambi. Mungu anakumbuka hiyo. Alafu pia katika mawazo ya Mungu, so katika akili, ni mfano tu tafadhali. Mungu anakumbuka wanadamu wote ni wenye dhambi. So Mungu anakumbuka hivyo. Hiyo ndio kumbukumbu ambayo iko katika moyo wa Mungu. Hiyo ndio kumbukumbu ambayo iko kwa akili ya Mungu kuhusiana na mimi na wewe. Sawa. So unaweza rejelea tena. Warumi 5 mstari wake wa 12. Warumi 5 mstari wake ni wa 12. Kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia kwa mtu mmoja. Kupitia dhambi hii mauti ikawafikia watu wote. Kwa sababu wote wamefanya dhambi. Hiyo ndio iko katika moyo wa Mungu, David. Kwamba dhambi iliingia kwa moyo wa mwanadamu. Dhambi iliingia ndani ya moyo wa David. Dhambi iliingia ndani ya moyo wa Karo. Dhambi iliingia ndani ya moyo wa Joshua. Dhambi iliingia katika huo moyo. Alafu kwa sababu Adam ameingiza dhambi yake ndani ya moyo wako David, Mungu ameshika kumbukumbu kwamba David ni mwenye dhambi. Warumi 3 mstari wa 23.
Hiyo ndio iko katika kumbukumbu ya Mungu pia. Unaweza soma tafadhali. Hiyo ndio iko katika fresh, katika akili za Mungu na katika moyo wa Mungu. Warumi 3:23, kwa kuwa wote wametenda dhambi. Kwa kuwa wote wametenda dhambi. So ndani ya akili za Mungu ni kwamba wote wametenda dhambi. Hiyo ndio iko katika moyo wa Mungu na hiyo ndio iko katika akili ya Mungu. Mungu anakumbuka wote wametenda dhambi. Mungu anakumbuka wote wamepungukiwa na utukufu wake. Mungu anakukumbuka hivyo. Mungu ananikumbuka hivyo. Kwa kuwa wote wametenda dhambi. Kwa kuwa wote wametenda dhambi. Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hivyo ndio Mungu ananikumbuka. Hivyo ndio Mungu anakukumbuka kwamba umetenda dhambi na umepungukiwa na utukufu wake. Mungu anakukumbuka wewe kama mwenye dhambi. Sio ni dhambi ya asili ambayo mwanadamu ametenda. Iko ndani ya moyo wa Mungu, anaikumbuka, imehifadhiwa kama kumbukumbu, na iko katika akili za Mungu ambayo imehifadhiwa kama kumbukumbu. Mungu ananikumbuka hivi, Mungu anakukumbuka hivyo. So hapo kando pia kuna moyo wako na kuna akili yako. Dhambi iko alive katika moyo wako, dhambi iko alive katika akili zako. Kwa nini unasema mimi ni mwenye dhambi? Ni kwa sababu iko katika akili yako. Kwa nini unaamini wewe ni mwenye dhambi? Kwa sababu iko ndani ya moyo. So kuna moyo wako hapa pia na kuna pia akili yako. Hii ndio kumbukumbu Mungu anakuona. Dhambi ya Adam iko ndani ya moyo wa Mungu kuhusiana na wewe, na kuna pia dhambi maovu ambayo wewe umetenda. Wewe angalia tafadhali Marko 7:21 mpaka 23. Hiyo ni dhambi tumeona katika asili yako. Hiyo hujatenda David. Zaburi 51:5 Mungu anasema sisi ni wenye dhambi tangu tulipotungwa mimba. David, wewe ni mwenye dhambi tangu ulipotungwa mimba ndani ya mama. Wewe ni mwenye dhambi. Hiyo ndio iko fresh kwa moyo wa Mungu na kwa akili za Mungu concerning you, concerning us. Sisi ambao tumezaliwa katika ulimwengu kabla tuzaliwe mara ya pili. Hiyo ndio asili ya mwanadamu na iko fresh katika mind ya Mungu na iko fresh katika hati ya Mungu. Hakuna mwanadamu anaweza kufuta kumbukumbu za Mungu. Unaweza kusoma Warumi samani. Marko 7 mstari wake wa 21. Marko 7 mstari wake ni wa 21. Ni nini tunaangalia? Tunaangalia sasa maovu. Maovu ni wewe mwenyewe umetenda. Yale umeyafanya yako fresh katika moyo wa Mungu, yako fresh katika akili za Mungu. Kwa maana kutoka ndani ya moyo wa mtu kutoka mawazo mabaya. Umekuwa na mawazo mabaya. Mungu anasema nakumbuka mawazo yako mabaya. Mungu anasema yako kwa moyo wake na yako pia katika akili zake. Kwa maana kutoka ndani ya moyo wa mtu kutoka mawazo mabaya, kutoka uasherati. Mungu anasema uasherati iko kumbukumbu. Uasherati umefanya, uasherati ambao umepiga, kuangalia wanawake, kuangalia wanaume, kuangalia simu uchafu, katika kuangalia video chafu kama pornografia na mengine yote. Mungu anasema nakumbuka tarehe, nakumbuka siku, nakumbuka ulitumia simu gani, nakumbuka paka betri ya hiyo simu, nakumbuka paka ile weather iliyokuwa. Mungu anasema iko katika kumbukumbu za moyo wake na iko katika kumbukumbu za akili zake. Mungu anakumbuka kila kitu. Mungu anakumbuka everything, yote ambayo umefanya concerning, kuhusiana na misingi ya uasherati. So sifai kuwa na moyo kwamba mimi niko mzuri kidogo. Yafaa nijue Mungu anakumbuka na isiko ndani ya moyo wake. Mungu unayajua yote. Niendelee kuyakiri na kuachana nayo ili aondolewe katika kumbukumbu ya moyo wa Mungu na akili zake, na zitaondolewa kwa wepesi. Kwa kazi ya mwanadamu, lazima mwanadamu ageuke kutoka kwa uovu wake. Hiyo ni toba, na lazima kwanza utambue nini kiko katika moyo wa Mungu concerning you, kuhusiana na wewe. Uasherati. Next. Wizi, kila wizi ambao umefanya, Mungu anasema nakumbuka siku, nakumbuka tarehe.
Mungu anasema ziko katika kumbukumbu za moyo wake, ziko katika kumbukumbu za akili zake. Anasema nakumbuka. So yafanije kwa Mungu kama mwizi sugu ambaye najua kwamba Mungu nayajua yote na sina chochote mimi cha kukuficha. Mimi moyo wangu ni huu, kama ule mwizi msalabani. Alifungua moyo wake akasema sisi ni waovu, na hii ghadhabu ambayo Pilato ametupatia, hii ghadhabu ambayo Mungu ametupatia, tunastahili. Yani sisi ni waizi, sisi ni wezi, sisi ni wanyang'anyi na tunastahili. Alikuja mbele za Mungu vile alivyo, maana alijua kwa moyo wa Mungu na kwa akili za Mungu hawezi ficha chochote. Na akaokolewa. So njoo vile ulivyo, Mungu anajua uizi wako. Na uwe na mind kwa uwezo wa Mungu ya kugeuka kutoka kwa uwizi. Usitake tena connection na uwizi. Next. Uwaji, chuki kwa moyo ni uwaji. Mungu anasema na kumbukumbu za uwaji wako, wale watu wote umewachukia, Mungu anasema nakumbuka katika moyo wake Mungu na katika akili za Mungu zimeandikwa, ziko very fresh. Next. Uwaji pia katika kila mbegu ya kiume ambayo umetoa, umeiweka chini, katika uchafu wote ule ambao umefanya. Mungu anasema nakumbuka kuanzia ya kwanza. Punyeto yako ya kwanza Mungu anasema naikumbuka. Utoaji wa mimba yako mara kwanza Mungu anasema naikumbuka. Paka lile wazo, paka ile hospitali ulienda, paka ule ushauri ulipewa, Mungu anasema kila kitu nakumbuka. Ziko fresh katika hati yake na ziko fresh katika mind yake. Ziko fresh katika moyo wake, ziko fresh katika akili zake. Next. Uzinzi zote ambazo umefanya Mungu anasema nakumbuka. Kiri mbele za Mungu, achana nazo. Wachana nazo. Kwa sababu hapa ziko very fresh na uwezi mdanganya Mungu. Utasimama mbele za Mungu after all baada ya maisha haya. Nitasimama mbele za Mungu. Na utasimama mbele za Mungu. Na kile ambacho kiko kwa moyo wa Mungu ndo atakuhukumu nacho. Next. Tamaa mbaya Mungu anasema nakumbuka tamaa zako mbaya, ziko kwa moyo wake, ziko kwa akili zake. Next. Uovu. Mungu anasema uovu ni kwa jumla. Uovu ni kwa jumla. Mungu anasema uovu wako wote na ukumbuka katika moyo wangu, uovu wako wote na ukumbuka katika akili zako. Uovu. Udanganyifu wote Mungu anasema nakumbuka kila udanganyifu. Mungu anasema ziko fresh katika hati yake, ziko fresh katika mind yake. Anasema nazikumbuka kila siku, ziko fresh mbele yake. Ufisadi Mungu anasema nakumbuka kila aina ya ufisadi ambao umefanya, kila aina ya magendo ambao umefanya ambao hayampendezi Mungu. Mungu anasema ziko fresh katika moyo wake. Kuna kumbukumbu ya ufisadi, kila kitu ambacho umekifanya personal, kila kitu ambacho nimekifanya personal. Wivu. Mungu anasema wivu wako iko katika kumbukumbu ya moyo wake na akili zake. Matukano, kila tusi ambalo umelitoa, Mungu anasema liko fresh, amelihifadhi kama kumbukumbu katika moyo wake na amelihifadhi kama kumbukumbu kwa akili zake. Ile siku utafufuliwa baada ya kufa bila toba, bila kuweka imani kwa Yesu Kristo. Ile siku utafufuliwa, kumbukumbu za Mungu zitakuwa very fresh. Na Mungu hasahau unless kuna kitu ambacho kimefanyika kwa moyo wako kupitia damu ya Yesu Kristo ambayo ikagonga katika moyo wake. Lakini kama bado haijafanyika hivyo, Mungu anasema iko very fresh. Ni kama unaenda kutenda na hujatenda, anasema iko fresh. Licha kwa ushatenda lakini kwake iko very fresh. Anakumbuka. Hauwezi kukimbia. Siwezi kukimbia kumbukumbu ambazo ziko ndani ya moyo wa Mungu kwa ajili ya dhambi zako na makosa yako na yangu pia. Next. Kiburi. Sehemu zote ambao unaonesha kiburi, sehemu zote aidha hata kwa watakatifu wenye dhambi ambao wako na kiburi ndani ya mioyo yao, Mungu anasema kiburi changu kiko very fresh katika kumbukumbu za moyo wake na kumbukumbu za akili zake. So inafaa nifanye nini ili ziondolewe katika kumbukumbu za moyo wa Mungu? Na upumbavu. Mungu anasema kila mzaha, anasema nakumbuka katika moyo wake. Kila mzaha, kila upumbavu, Mungu anasema nakumbuka katika moyo wake na akili zake. So si wakati wa kuendelea katika upumbavu, si wakati wa kuendelea katika uzinzi, si wakati wa kuendelea katika chuki, si wakati wa kuendelea katika utoaji wa mimba ama chochote kile, kuangalia pornografia, si wakati wa kuendelea. Maana yake kumbukumbu ya Mungu inaendelea kuhifadhi maovu. Kumbukumbu ya Mungu tayari ishahifadhi maovu, dhambi ya asili na matendo ambayo tumeyafanya maovu sisi wenyewe personal. Maovu yote kutoka ndani ya
mtu. Maovu haya yote hutoka ndani ya mtu. Nayo ndiyo yanatia mtu unajisi. Yaani ndiyo yanamfanya mtu awe mchafu. Yanamfanya mtu awe mchafu. Uzinzi unafanya mtu awe mchafu. Na inakuwa katika kumbukumbu la Mungu. Mungu anakuambia siku moja ulifanya uzinzi wewe. Ukifanya mara moja tena ukaja ukairejelea mahali fulani. Kuna siku ulifanya baharini, kuna siku nyingine ulifanya gesi, kuna siku nyingine ulifanya nyumbani, kuna siku nyingine ulifanya dukani, kuna siku nyingine ulifanya shule, kuna siku nyingine ulifanya kanisani, kuna siku nyingine ulifanya kwa matatu, kuna siku. Mungu atazileta zote hizo mbele yako hiyo siku ya mwisho. Kwa nini ningoje Mungu azilete? Kwa nini ningoje Mungu azilete? Hazijafutwa katika kumbukumbu ya moyo wake na akili zake. Nafani zilete haraka upesi. Niko na mtoto mdogo pale nyumbani anaitwa Righteousness. Huyu mtoto akikosa anakimbia mbio, aendi kwa mama. Anakuja mbio kwangu ananyosha mkono. Anambia nipige. Anajua baba anampiga pole pole. Alafu anaanza nimepigwa, hiyo kesi inaisha hivi. Waona? Akiwa amevunja kama glasi. Mamake akiwa na hasira anataka kumshika anakimbia kwangu alafu ananyosha mkono, nipige nimekosa. Nampigia kidogo hivi. Alafu inakuwa basi hiyo kesi inaisha, naambia mama nimepigwa. Mdogo miaka miwili hivi anaenda mitatu. Kama kama sijakosea. So kile ambacho naona, kile ambacho inafaa ujifundishe ni kwamba yafaa niwe haraka. Najua nikikaa kwa huyu mama atanichuna hapa. Nitaumia hapa, nitapigwa, nitaumia. Nishakosa, nakimbia mahali ambapo naamini naweza pata rehema. Nakimbia haraka. Maana hujui ni wakati gani utaanguka ufe. Na sijui ni wakati gani nitaanguka nife. Na kumbukumbu za Mungu hazifutiki. Nataka neema haraka. Nitafanya nini? Tutafanya nini? Mungu akamtoa Yesu Kristo. Yesu alipokuja injili ya kwanza aliwaambia watu watubu dhambi zao. Kutubu ni kutambua umekosa, na katika kumbukumbu za moyo wa Mungu na akili za Mungu matendo yako ni machafu, uko na dhambi katika kumbukumbu za Mungu na katika moyo wa Mungu. Yesu anakuja na ujumbe wa toba. Geuka kwa njia zako mbaya, waachana nazo, weka imani kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo ndio ujumbe Yesu Kristo alileta, na hiyo ndio injili ya Yesu Kristo. Tufanye nini? Kumbukumbu za Mungu zimebeba maovu yetu. Kumbukumbu za Mungu zimebeba dhambi zako. Hauwezi kuzifuta kwa machozi. Hauwezi kuzifuta kwa chochote kile ambacho kinatokana na wewe. Hauna juhudi, hauna damu ya kufuta. Nifanye nini? Ziwa la moto liko pale linakungoja. Ziwa la moto liko pale linakungoja, na ukichelewa tu unaondoka, na kumbukumbu za Mungu zinakuwa very fresh. Mungu anakuwa kinyume na wewe. Hivyo ndio Mungu anasema. Naweza kusoma Mathayo 4 mstari wake ni wa 17. Kitabu cha Mathayo 4 mstari wake ni wa 17. Maandiko yanasema tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema Tubuni. Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Inamaanisha mwanadamu anafaa tubu. Hatua ya kwanza ni kutubu. Ushatambua makosa, Yesu anakuambia kutubu. Kutubu ina involve kukiri. Usifinike dhambi zako. Anza kuzitaja mbele za Mungu. Fungua moyo wako kabisa. Mungu aone uchi wa moyo wako. Rarua moyo wako kwa kusema kila kitu ambacho umewahi kukifanya mbele za Mungu ambacho Mungu anakukumbusha. Huzuni uko nayo, basi acha iendelee. Kwa sababu kile ambacho kiko kwa moyo wa Mungu na akili zake ni dhambi zako na uasi wako na matendo yako maovu. Yesu anakuambia hatua ya kwanza ni utubu. Kutubu ni kukiri maovu yako mbele za Mungu. Kutubu ni kuziwacha zile dhambi chafu umekuwa ukifanya. Kutubu ni kuacha hata ile kutokuamini kwamba nimekuwa katika muda mrefu sana na ngoja hii damu kweli. Unatubu mpaka hiyo kutokuamini. Alafu naamini ile damu ya Yesu Kristo venye imekufanyia. Ezekieli 18:30 mpaka utubu mawazo yako. Kuna toba katika mawazo sasa. Unaweza kuwa umetubu mambo ya nje, lakini kuna toba ya katika mawazo sasa, kwa kutupilia mbali kile ambacho umekuwa ukikibeba kama kutokuamini.
na kukubaliana na neno la Mungu na kuamini ile kazi ambayo damu ya Yesu Kristo imekufanyia. Hiyo ni toba. Acha some neno Ezekieli 18:30 kuna Ezekieli 18 mstari wa 30. Naam. Kwa hiyo nyumba ya Israeli, Yesu alihubiri hivyo katika Mathayo 4 mstari wa 17. Tunaangalia maana ya toba. Kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu kila mmoja sawa sawa na njia zake. Mungu anasema nitawahukumu kila mmoja sawa sawa na njia zake. Asema Bwana Mwenyezi. Asema Bwana Mwenyezi. Tubuni. Mungu anasema tubuni. 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 Geukeni kutoka makosa yenu yote. Geukeni kutoka makosa yenu yote. Ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. So kutubu ni kugeuka kwa makosa yako yote. Kutubu ni kugeuka kwa njia zako zote mbaya. Kutubu ni kutupilia mbali yale maovu umekuwa ukiyafanya huko nyuma, ni kutupilia mbali. Na unatupiliaje? Ni kwa uwezo wa injili ya Yesu Kristo. Yesu alihubiri toba. Yesu alikwambia tupilie mbali maovu yako yote. Yale yote umeyafanya tupilie mbali kwa uwezo wa neno la Mungu. Hiyo ndio toba. Mungu akachukua kila dhambi. Mungu akachukua kila ovu umelifanya. Tumeangalia ovu na dhambi. Mungu akachukua maovu yako. Maovu ni yale umeyatenda. Mungu akachukua maovu yako katika Isaia 53 mstari wake ni wa 6. Mungu alichukua maovu yako. Yafaa usongee na Mungu. Mungu anachukua maovu yako, Mungu anachukua maovu yangu, anayaweka ndani ya Yesu Kristo. Mungu anayaweka ndani ya Yesu Kristo. Unaweza kuangalia tafadhali maovu yako. Maovu ni yale umetenda. Uzinzi umetenda, chuki ambayo umekuwa nayo, faraka, kiburi, ujeuri, kijicho, matukano, wizi, kutokutii wazazi. Mungu anasema hizo zote aliziondoa. Ziko kwa kumbukumbu ya moyo wake, ziko katika kumbukumbu ya akili zake. Lakini Mungu anasema alizichukua akaziweka juu ya Yesu Kristo. So unapoamini kwamba hizi zote ambazo nimetenda, maovu umetenda, Mungu ameyachukua akaweka kwa Yesu Kristo, kwa imani yanaondoka kwako, yanaondoka kwa moyo wako, yanaondoka kwa fikra zako, yanaenda kwa Yesu Kristo. Nini itatransfer? Maovu yangu ambayo nimetenda, maovu yako ambayo umetenda. Nini itatransfer? Ni neno la Mungu. Kwa kuamini hilo neno venye linasema uamini hivyo, nayo kwa imani itakuwa hivyo. Isaia 53 mstari wake ni wa 6. Kitabu cha Isaia 53 mstari wake wa 6. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Sisi sote kama kondoo. Sisi, haijabakisha hata mchungaji, haijabakisha hata mwinjilisti, haijabakisha hata mwalimu. Mungu anasema sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Kila mmoja wetu, Mungu anasema. Mungu akiangalia anaona kila mtu amegeukia njia yake mwenyewe. Naye Bwana aliweka juu yake maovu yetu sisi sote. Naye Bwana mwenye kumbukumbu ya dhambi zetu katika moyo wake, mwenye kumbukumbu ya dhambi zako katika akili zake. Anasema yeye mwenye kuhifadhi maovu yako kwa akili yake. Yeye mwenye kuhifadhi maovu yako na yangu kwa moyo wake. Anasema yeye mwenyewe amechukua hayo maovu akayaweka juu ya Yesu Kristo. Yeye mwenyewe. Amina. Yeye mwenyewe mwenye kumbukumbu katika akili zako za dhambi ambayo hajawahi kusahau, mwenye kumbukumbu katika moyo wake ambao hajawahi hata kusahau, hata full stop, hata koma katika maneno yako matusi ambayo umeongea. Yeye anasema amezitoa kwa moyo wako akaweka kwa Yesu Kristo. Hayo ni maovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kuna dhambi pia. Dhambi. Wakorintho wa pili. So bado tunaona ni Mungu anafanya hii kazi. Mungu amefanya kazi ya kuhamisha maovu yako yote, maovu yangu yote, kutoka kwako, kutoka kwangu, kwenda kwa Yesu Kristo. Maovu yale machafu umeyafanya wewe na mimi. Alafu Mungu pia anachukua dhambi. Dhambi ni ile tumerithi kutoka kwa Adamu. Wakorintho wa pili 5 mstari wake ni wa 21. Mungu anachukua dhambi zako David. Mungu anazichukua
anaziweka kwa Yesu Kristo. Kitabu cha Wakorintho wa pili 5 mstari wake wa 21. Wakorintho wa pili 5 mstari wake ni 21. Kwa hiyo sisi ni mabalozi wa Kristo. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 20. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 21. Naam. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. So maandiko yanasema Mungu ameweka kumbukumbu ya maovu yetu. Kachora Romans 5:12, Romans 3:23, Psalms 51:5, kwenye dhambi tangu tumboni. Hii ndio kumbukumbu Mungu anahifadhi. Hizi kumbukumbu zote zinahifadhiwa. Alafu Mungu mwenyewe anasema katika maandiko kwamba yeye mwenyewe, kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi. Mungu alimfanya Yesu sasa Yes. Wakorintho wa pili 5 mstari wake wa 21. Naam. Kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi. Mungu alimfanya yeye Yesu asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi kwa ajili yetu. Yeah. Mungu mwenye kuhifadhi anachukua dhambi yangu. Yesu alikuwa na mwili, ndio maana tunachora mwili. Alichukua dhambi yangu, na Mungu pia akachukua dhambi zako, na pia akachukua maovu. Tumesoma Isaia 53 mstari wake wa 6. Mungu akachukua maovu akaweka kwa Yesu, alafu dhambi. Yeye asiyekuwa na dhambi, Mungu alimfanya kuwa dhambi. So Mungu anamfanya nani kuwa dhambi hapa? Yesu Kristo. Mungu anatoa dhambi za nani? Mungu anatoa dhambi zako. Mungu anatoa dhambi kutoka kwa moyo wako, anaiweka kwa Yesu Kristo. Mungu anatoa maovu kutoka kwako na kwangu, anaiweka kwa Yesu Kristo, na hapo ndio inafaa uhamishe kwa imani. Kwamba Mungu alinihamishia dhambi zangu kwenda kwa Yesu Kristo. Kwamba Mungu alinihamishia maovu yangu kwenda kwa Yesu Kristo. Hilo ni tendo la imani, ndio zinahamishwa. Amen. Zinahamishwa katika tendo la imani. Isaia 53 mstari wa 6. Maovu yanahamishwa. Wakorintho wa pili 5 mstari wake ni 21. Dhambi inahamishwa, anaihamisha, ndio mwenye kumbukumbu ya dhambi zako katika moyo wake, na kumbukumbu ya dhambi zako na zangu katika akili zake. Mungu yeye ndo anahamisha. Akihamisha na kwa uwezo wa Mungu, kwa nini wewe usihamishe moyo wako? Kwa nini usihamishe dhambi zako kwenda kwa Yesu Kristo venye Mungu anazihamisha kwa maandiko yake? Hiyo ndio imani. Dhambi zangu zilihama vipi kwa Yesu Kristo? Kwa uwezo wa Mungu. Mungu alizihamisha kwa Yesu Kristo, na Mungu akanipatia imani nikaamini zimehamishwa na zikahamishwa. Maovu yangu yalihamishwa vipi kwa Yesu Kristo? Yesu alikufa 2000 years ago. Miaka 2000 iliyopita, uongeze 26. Yesu alikufa. Dhambi zetu zinahamishwaje kwa mtu aliyekufa miaka 2026 iliyopita na akafufuka? Inahamishwa kwa imani. Kwa imani. Imani haiangalii time. Imani inapita, imani inatembea. Imani haizuiliwi katika time, haizuiliwi katika period, haizuiliwi katika season. Alikufa miaka 2026 iliyopita. Leo tunaamini vipi dhambi zetu zilihamishwa kwake? Kwa imani, kwa yale ambayo tumeandikiwa na Mungu. Amen. So dhambi zako zitahama vipi kwa Yesu? Kwa imani. Mungu anasema amezihamishwa, nafaa uamini zimehamishwa ili zihamishwe. Maovu yako yatahamishwaje kwa Yesu? Inafaa uamini yamehamishwa ili yahamishwe. Wakorintho wa pili 5 mstari wake ni wa 7. Wakorintho wa pili 5 mstari wake ni wa 7. Maana
Twaenenda kwa imani. Twaenenda kwa imani. Si kwa kuona. Si kwa kuona. Hatujamwona Yesu, hatujamwona Mungu, lakini tunaambiwa imani si kuona. Imani ni kuamini kile unachokisikia na kukubaliana nacho, na inatendeka katika ulimwengu wa kiroho kabla itendeke katika ulimwengu wa kimwili. Hiyo ndio imani, David, imani. So Mungu akihamisha, unafaa uhamishe. Lichakuwa kama dhambi zako hazijahukumiwa, dhambi zangu hazijahukumiwa, maovu yako hayajahukumiwa, bado kumbukumbu za dhambi zako na zangu kwa moyo wa Mungu ziko very fresh. So naamini zimehamishwa sasa hivi, naamini Mungu atahamisha, naamini Mungu ataendelea kuhamisha. Baada ya hayo Mungu alizihukumu. Yesu alipelekwa msalabani. Yesu anaenda msalabani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amechukua dhambi zako ameziweka kwa Yesu. Mungu amechukua maovu yako ameyaweka kwa Yesu. Safari ya kwenda Golgotha ni kwa sababu dhambi zako ziko kwa mgongo wa Yesu Kristo, na zangu pia. Yesu akaenda Golgotha, amebeba dhambi zako katika mgongo, amebeba dhambi zako kwa kichwa chake. Ni sawa kabisa kwamba safari ya Golgotha mimi na wewe ndio tunazisababisha. Dhambi zetu zinampeleka Yesu Kristo msalabani. Wewe ndio umesababisha safari ya Golgotha. Mimi ndio nimesababisha safari ya Golgotha. Yesu anaenda Golgotha, anamwendea nani Golgotha? Anaenda kufanya nini Golgotha? Nini kinampeleka Golgotha? Ni kwa sababu Mungu amechukua dhambi zako amezitoa kwako akaziweka kwa Yesu Kristo. Amechukua maovu yako akaweka kwa Yesu Kristo. Katika kumbukumbu za moyo wa Mungu, dhambi yako bado iko fresh kama ijalipwa. Licha kwa Mungu anaamini ameihamisha, lakini kama ijalipwa kwa damu, kumbukumbu ya moyo wa Mungu, dhambi zako ziko very fresh. Ndio maana lazima kwa uwezo wa Mungu uzitubu, uendelee kutubu mpaka kutokuamini. Ili kutokuamini, hiyo ni dhambi kubwa sana. Na uamini kwamba zimeenda kwa Yesu Kristo. Safari ya Golgotha, Yesu akaanza safari kwenda Golgotha. Hii ndio safari ya Golgotha. Safari ya Golgotha. Hii safari ni ya kubadilisha maisha yako. Hii safari ni ya kubadilisha maisha yangu. Dhambi zako zikiwa kwa kichwa cha Yesu Kristo akiwa amezibeba, msalaba mgongoni. Dhambi zako zile David. Maovu yako yale David. Golgotha, Isaya 53 mstari wake ni wa 4. Kitabu ni cha Isaya 53 mstari wake ni wa 4. Maandiko yanasema, hakika alichukua udhaifu wetu. Hakika alichukua udhaifu wetu Na akajitwika huzuni zetu. Hata hivyo tulidhania kuwa amepigwa na Mungu. Hata hivyo tulidhania kuwa alikuwa amepigwa. So Mungu akaanza kupiga dhambi zangu na zako kwa mwili wa Yesu Kristo. Mungu akaanza kuzipiga dhambi zako na zangu kwa mwili wa Yesu Kristo, kwa sababu Mungu hapendi uzinzi. Na mimi wewe tumefanya uzinzi, na uzinzi wetu umekuwa kwa Yesu Kristo. Sasa Mungu anatafuta mahali ambapo atapiga uzinzi wako, atapiga uzinzi wangu. Akiseka kwa Yesu, basi Mungu lazima apige uzinzi wako na uzinzi wangu kwa mwili wa Yesu Kristo. Ndio maana Mungu anampiga Yesu Kristo. Amen. Hampigi Yesu kwa sababu anamchukia, anampenda Yesu Kristo, lakini anapiga nini kwa mwili wa Yesu Kristo? Dhambi zako na dhambi zako zimewekwa kwa Yesu Kristo ambazo anazichukia. Mungu anachukia ufisadi. Amechukua ufisadi wako ameweka kwa Yesu Kristo. Mungu ataupiga ufisadi wako katika mwili wa Yesu Kristo. Na Yesu ataumia. Rejelea tena tafadhali. Hakika alichukua udhaifu wetu. Hakika alichukua udhaifu wetu. Na akajitwika huzuni zetu. Hata hivyo tulidhania kuwa amepigwa. Na Mungu. Akapigwa sana naye. Maandiko yanasema akapigwa sana na Mungu. Akapigwa sana naye. Na kuteswa. Mstari wa next 5.
Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu. Mungu akamtoboa Yesu Kristo kwa ajili ya makosa yako yaliyekuwa juu ya Yesu Kristo. Na Mungu alipokuwa anapiga makosa yako na yangu, anapiga maovu yangu, Mungu alipiga makosa yako kiasi ya kwamba akamweka shimo, akaeka shimo katika mwili wa Yesu Kristo. Na Yesu alipofufuka alionyesha, angalieni mashimo yenu. Alimpiga, alimtoboa. Kwa nini anatobolewa? Chuki yako imewekwa kwa Yesu Kristo. Uongo wako umewekwa kwa Yesu Kristo. Dhambi yako ya Adam na yangu ya Adam imewekwa kwa Yesu Kristo. Uzinzi wangu, chuki zangu, faraka zangu, uchafu wangu wote umewekwa kwa Yesu Kristo. Lazima zipigwe. Na Mungu atakapokuwa anazipiga, Yesu atakuwa anaumia. Yesu anatobolewa. Dhambi zako zilitoboa mwili wa Yesu Kristo. Na zangu vile vile. Soma Isaya 53 mstari wake wa 5. Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu. Alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu. Nani alimtoboa? Mungu alimtoboa. Mstari wa 4 imeeleza Mungu alimpiga sana. Endelea. Alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Alichubuliwa. Kuchubuliwa ni kutoa nyama. Kuchubuliwa ni kutoa nyama. Kuchubuliwa ni kukata. Ziko zile stand wa nyama, huku kuna moto, nyama inazunguka, alafu zimechongwa, zinakatwa. Yesu alichibuliwa, ndevu zake zilivutwa. Katika Isaya 50 mstari wake ni wa 6, alivutwa ndevu zake kiasi kwamba ukimwangalia Yesu hakuna mtu aliyekupewa kichapo ulimwengu mzima kama vile Yesu alipopewa kichapo. Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu ndiye alikuwa anamtandika. Adhabu iliyotuletea sisi amani. Adhabu ya hiyo kichapo iliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake. Ilikuwa juu ya Yesu Kristo. Kwa majeraha yake. Na kwa majeraha yale ambayo Mungu amemtoboa, kwa hayo majeraha sisi tumepona. Udhaifu, ugonjwa wa dhambi, ugonjwa wa makosa, sisi tumepona. Amina. Kwa kupigwa kwa Yesu Kristo na Mungu, sisi tumepona. Kwa nini? Kichapo alichopigwa ilikuwa kichapo cha dhambi zetu juu ya mwili wake. Na Mungu anasema dhambi zetu zimepigwa tayari kwa mwili wa Yesu Kristo. Na Mungu ndiye ameupiga. Mungu ndiye amezipiga. Amen. Sasa anasema sihitaji kukupiga tena kwa sababu dhambi zako niliziweka kwa Yesu, nikampiga Yesu. So unafaa uamini ili kumbukumbu ya dhambi iliyo ndani ya moyo wa Mungu ipate kuondolewa juu yako, na katika mawazo yake ipate kuondolewa kwako na kwangu. Amen. Mstari wa 10, Isaya 53 mstari wa 10. Kitabu cha Isaya 53 mstari wake ni wa 10. Lakini alikuwa ni mapenzi ya Bwana kumchukua. Mungu anasema ilikuwa ni mapenzi yake kuchibua mwili wa Yesu Kristo. Ilikuwa ni mapenzi yake kuchibua Yesu Kristo na kumsababisha ateseke. Na Mungu anasema alipendezwa kusababisha Yesu Kristo nafsi yake iteseke. Ingawa Bwana amefanya maisha yake kuwa sadaka ya hatia. Ingawa Mungu alifanya maisha ya Yesu. Maisha ya Yesu ni sadaka ya hatia. Hatia zako zote umezifanya David. Maisha ya Yesu Kristo ni sadaka ya kulipa hizo hatia zote. Ataona uzao wake na kuishi siku nyingi. Ataona uzao wake na kuishi siku nyingi. Nayo mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Nayo mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Hivyo ndo Mungu anasema. Mungu anasema mapenzi yake yatafanikiwa mkononi mwake. Unasema nini David? Na alifanikiwa miaka 2026 iliyopita. Yalifanikiwa mapenzi ya Bwana mikononi mwa Yesu Kristo. Yesu alitimiza, alimaliza kile ambacho Mungu alitaka aje akimalize. So baada ya Mungu kumchapa Yesu Kristo, kuna kitu kilikuwa kinatoka kwa mwili wa Yesu Kristo. Muhimu sana katika hii. Kumbuka kuna kumbukumbu zako kwa moyo wa Mungu. Kumbuka kuna kumbukumbu zako na zangu katika akili za Mungu. Kumbukumbu za Romans chapter 5 verse 21 kwamba ni Adam aliyetupatia wewe dhambi. Nami vile vile Warumi 3 mstari wa 23, hiyo ni kumbukumbu Mungu anafikiria kuhusiana na wewe kwamba umetenda dhambi na umepungukiwa na utukufu wake, mimi na wewe. Hizi ni kumbukumbu ambazo zimeandikwa kwa moyo wa Mungu. Psalm 51:5, wewe ni mwenye dhambi tangu tumboni.
Mungu ameziweka kwa Yesu Kristo, bado anakumbuka. Ameziweka kwa Yesu Kristo, bado anakumbuka kwa moyo wake. Ameweka kwa Yesu, lakini hazijafutwa kwa moyo wake. Bado anakumbuka kwa akili zake, amezihamisha kwa Yesu Kristo, lakini hazijafutwa katika akili za Mungu. Amen. Unahitaji kifutio. So Mungu alipokuwa anapiga dhambi zako na zangu kwa mwili wa Yesu Kristo, kuna damu ilikuwa inamwagika. Hii damu inaondoa nini? Tunaweza angalia Waibrania, damu ilikuwa inatoka David. Hii damu inafanya nini? Hii damu ni ya kazi gani? Waibrania 9 mstari wa 22. Kifika tunaweza kusoma. Kitabu cha Waibrania 9 mstari wake wa 22, maandiko yanasema, kwa kweli sheria hudai kwamba, kwa kuwa sheria si sheria ya mtu yote, sheria ya Mungu, neno la Mungu. Mungu mwenyewe ndio sheria yake, kwa sababu Mungu akitoa neno, yeye aliyetoa hilo neno ndio mwenye sheria. So Mungu hudai ya kwamba, sheria hudai ya kwamba, kwa kweli sheria hudai kwamba karibu kila kitu kitakaswe kwa damu. Karibu kila kitu kitakaswe kwa damu. Mungu anasema kila kitu kitakaswe kwa damu. Sheria ya Mungu inasema kila kitu kitakaswe kwa damu. Wala pasipo kumwagwa kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Hakuna msamaha wa dhambi. Mungu anasema sitasamea dhambi kama damu haitamwagika. So Mungu alipokuwa anapiga dhambi zako kwa mwili wa Yesu Kristo, alipokuwa anapiga dhambi zako kwa mwili wa Yesu Kristo, damu ilikuwa inatoka kwa mwili wa Yesu Kristo. Na Mungu anasema ndani ya moyo wa Mungu, tumeangalia, kuna kumbukumbu ya dhambi zako. Ndani ya moyo, akili za Mungu, kuna kumbukumbu za dhambi zangu. Mungu anasema hizi ambazo ziko kwa moyo wake na pia ziko kwa moyo wako na akili yako pia, zitafutwa tu na damu. Mungu anasema mahali kutatoka damu na uamini hiyo damu, Mungu anasema dhambi zako zitaondolewa. Hivyo ndio Mungu anasema. Mungu anasema kukiwa na damu, dhambi itaondolewa. Ndio maana tumekuwa na somo la Pasaka kwa uwezo wa Mungu. Mungu alituma malaika wake akasema, ukiona waondoe chachu alafu waeke damu. Ukiona damu malaika, hapo usipige, pitisha upanga wako juu. Pasova, kwa nini? Nini ilikuwa inafanya upanga wa Mungu kutoka mbinguni kwa mkono wa malaika upite juu? Ni damu. Maanake damu inaondoa dhambi. Damu inaondoa hasira ya Mungu. Damu inaondoa kumbukumbu ya dhambi ambazo ziko katika moyo wa Mungu. Na Yesu alipomwaga damu, Mungu anasema dhambi iliondolewa. Mathayo 26 mstari 28. Yesu anakuambia mimi damu yake ili dhambi zako ziondolewe, katika moyo wako ziondolewe, katika mawazo, akili yako iondolewe, na katika moyo wa Mungu, katika kumbukumbu za dhambi ambazo ziko ndani ya moyo wa Mungu kuhusiana na wewe na mimi, zitaondoka wakati utaamini damu ya Yesu Kristo imekuondolea dhambi. Mungu alipopiga dhambi zako juu ya Yesu Kristo na zangu pia. Mathayo 26 mstari wa 28. Mathayo 26:28. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Yesu mwenyewe anasema, Mungu amesema pasipo kumwagika kwa damu hakuna dhambi itakayoondolewa. Katika Waibrania 9:22 Mungu amesimama akasema, msipomwaga damu, Yesu usipomwaga damu hakuna dhambi itaondolewa. Yesu katika Mathayo 26:28 anakuhakikishia nini? Ananihakikisha nini? Hii ndiyo damu yangu ya agano. Yesu anakuambia hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Imwagikayo kwa ajili ya wengi. Kwa ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo la dhambi. Yesu ananihakikishia. Yesu anakuhakikishia. Mungu amesema kwa Waibrania 9 mstari 22 kwamba hautatolewa dhambi hata nukta moja. Lazima kumwagike damu. Yesu anakuja na damu yake. Mungu anamtoa Yesu. Yesu anakuja na damu yake. Anakuambia wewe na anamwambia Mungu, hii ndio damu yangu ya agano. Agano la Mungu na Yesu ni kwamba damu ya Yesu Kristo ikimwagika, utakapoiamini, damu yako itaondoka. Itaondolewa kwa moyo wako. Haitakuwa tena utakuwa na dhambi ya Adamu, hautakuwa na maovu uliyotenda, na pia itaondolewa katika akili zako. Na Yesu alipomwaga damu, dhambi yako na yangu ziliondolewa katika moyo wa Mungu.
Yaani kumbukumbu ya dhambi zako kwa moyo wa Mungu ziliondolewa na damu iliyomwagika kutoka kwa Yesu Kristo. Amina. Amina. Yesu alipomwaga damu, Yesu anasema yuko na agano na Mungu. Hana shida. Mungu hana shida na Yesu. Yesu hana shida na Mungu. Wanasema tumekubaliana na Mungu kwamba damu ya Yesu ikimwagika, mwanadamu atakayeaminio damu ataondolewa dhambi. Kwa moyo wake itaondoka, kwa mwili wake itaondoka, kwa akili yake zitaondolewa na atakumbuka amesamehewa. Si hapo kwako tu. Yesu anasema hata kwa moyo wa Mungu dhambi zako zitaondoka. Kumbukumbu ya dhambi yako ndani ya moyo wa Mungu zitaoshwa na damu ya Yesu Kristo. Kumbukumbu ni memories. Na hata memory ambayo iko kwa akili ya Mungu kuhusiana na dhambi zako, unapoamini damu ya Yesu Kristo, memory ya Mungu kuhusiana na dhambi zako inafutwa kwa damu ya Yesu Kristo. Waebrania 10 mstari wa 10. Acha tuangalie vile zilizo Yesu alipotoa mwili wake, alafu nini kikafuatia? Kitabu cha Waebrania 10 mstari wake ni wa 10, maandiko yanasema katika mapenzi hayo sisi tumetakaswa. Mpaka hapo. Waebrania 9 mstari wa 22 nasema, Waebrania 9 mstari wake wa 22 nasema, andiko anasema karibu kila kitu kwa kweli sheria udai kwamba karibu kila kitu kitakaswe kwa damu. Rudi Waebrania 10 mstari wa 10. Waebrania 10 mstari wa 10, katika mapenzi hayo sisi tumetakaswa na kufanywa watakatifu. Tumetakaswa na damu ya Yesu Kristo, tumetakaswa na mwili wa Yesu Kristo, na kwa kufanywa watakatifu kwa njia ya sadaka ya mwili wa Yesu Kristo. Kwa njia ya sadaka ya mwili wa Yesu Kristo aliyeutoa mara moja tu. Rejelea tena tafadhali. Waebrania 10 mstari wake ni wa 10. Waebrania 10 mstari wake ni wa 10. Katika mapenzi hayo sisi tumetakaswa. Mungu anasema sisi tumetakaswa na kufanywa, si unajifanya. Mungu anasema umetakaswa na kufanywa. Inamaanisha kuna damu ilimwagika, kuna Yesu alitoa viungo vyake, na kupitia damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo ulifanywa. Katika mapenzi hayo sisi tumetakaswa na kufanywa watakatifu kwa njia, si ya matendo yetu, si ya chochote, kwa njia ya sadaka ya mwili wa Yesu Kristo aliyeutoa mwili wake pale msalabani mara moja tu. Katika mapenzi hayo sisi tumetakaswa na kufanywa watakatifu. Kwa njia gani? Kwa njia ya sadaka ya mwili wa Yesu Kristo aliyeutoa mara moja tu. Hii ndio njia ya utakaso. Yesu ametolewa David. Amina. Yafaa uangalie hapa. Yafaa uangalie mwili wa Yesu Kristo. Amina. Yesu ametolewa. Ndio. Ili upate utakaso. Amen. Kwa mwili wake tunafanywa, kwa mwili wa Yesu tunafanywa watakatifu. Ndani ya mwili wake kuna damu, na kumbukumbu ya dhambi inafutwa. Mstari wa 17. So mstari wa 10 Yesu amesema amejitoa ili tufanyikiwe watakatifu. Mtakatifu ni mtu ambaye ameoshwa na damu ya Yesu Kristo. Ndani ya moyo wake hana kumbukumbu ya dhambi.
Kumbukumbu ya dhambi imefutwa, imeoshwa na damu ya Yesu Kristo. Waebrania 10 mstari wa 17 ukishuka 17 inasemaje? Waebrania 10 mstari wa 17. Waebrania 10:17. Kisha aongeza kusema kwa yale ambayo ameyasema, dhambi zao na kutotii kwao sitakumbuka tena. Amen. Mungu anasema dhambi zako na kutokutii kwako kwa amri zake hatakumbuka tena. Hivyo hapo ndio kumbukumbu za Mungu kuhusiana na dhambi zetu zilifutwa kwa kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo. Amen. Mungu anasema sikumbuki tena. Nini imefutwa? Kumbukumbu zetu za dhambi. Romans 5:12 imefutwa. Romans 3:23 imefutwa. Kwa Mungu anasema kwa mtu mmoja walifanyika mwenye dhambi. Mungu anasema sikumbuki sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu amesema huko nyuma Romans 3:23 kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake kwa kupitia mwili wa Yesu Kristo alipotolewa, kupitia damu ya Yesu Kristo alipotolewa. Yesu anasema damu yake inasafisha. Damu yake iko na agano na Mungu kwamba anapomwaga damu dhambi zako zinafutwa. Mungu anasema hazikumbuki tena. Kwa nini? Damu ya Yesu Kristo ilipomwagika, ilimwagika mpaka katika moyo wa Mungu kufuta kila kumbukumbu ya dhambi ambayo imehifadhiwa katika moyo wa Mungu. Amen. Damu ya Yesu Kristo. Amina. Damu ya Yesu Kristo Amina. ilipenya si kutoka pazia za hekalu ambayo iko kwa ulimwengu huu, lakini ilipenya mpaka mbingu ya tatu mahali Mungu anakaa. Ikaingia mpaka kwa moyo wa Mungu. Ikaingia mpaka kwa akili, mawazo ya Mungu. Damu ya Yesu ikasafisha mawazo ya Mungu kwamba dhambi zako zilizokuwa katika moyo wa Mungu akizikumbuka kila siku, Mungu anasema sasa sizikumbuki tena. Ni nini kimefanyika? Mungu anasema damu ya Yesu Kristo imeziosha. Amina. Imeosha. Changamoto iko hapa mpendwa. Kama na kwa uwezo wa Mungu damu ya Yesu ilifuta kumbukumbu za dhambi zako na zangu katika moyo wa Mungu, si zaidi zifute katika moyo wako. Amen. Kama ilifuta kumbukumbu za dhambi yako na yangu damu ya Yesu ndani ya moyo wa Mungu na katika akili za Mungu, damu ya Yesu ikapenya kutoka kwa msalaba, ikapaa mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, mbingu ya tatu, ikaenda mpaka kwa moyo wa Mungu mahali Mungu amezuia dhambi zako, ikaziosha. Mungu akasema sikumbuki tena dhambi za David. Amen. How much more David anafaa aseme sizikumbuki tena kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Amina. Yesu akiwa msalabani damu yake ikimwagika. Yesu akiwa kwa Herode, kwa Pilato damu yake ikimwagika. Damu yake ilikuwa imwagiki tu kwa sakafu ya Herode, ilikuwa imwagiki tu chini ya lani ya msalaba, ilikuwa imwagiki tu Golgotha. Mala inatobolewa, mala inadungwa mpaka mkuki. Ilikuwa inapita mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, mbingu ya tatu, sawa sawa na Wakorintho wa pili 12 mstari wa kwanza mpaka 4. Ilikuwa inapenya mpaka kwenye akili za Mungu, ikapenya mpaka mbinguni, ikaenda ikaosha dhamira ya Mungu, ikaenda ikaosha kumbukumbu ambazo Mungu amezihifadhi kukujua wewe na mimi kama wenye dhambi, ikaenda ikasafisha clean. Mungu akasema dhambi zao na uasi wao sizikumbuki tena kabisa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naweza soma tena Hebrews, hapo ndio kumbukumbu zetu zinafutwa. Hebrews chapter 10 verse 17. Waebrania 10 mstari wa 17. Waebrania 10 mstari wake ni wa 17. Kisha ongeza kusema Mungu anasema dhambi zao na kutokutii kwao sitakumbuka tena. Amen. Zimefutwa wapi? Kwa Mungu. Kwa moyo wa Mungu damu ya Yesu Kristo imepenya na ikazifuta. Na hata kwa akili za Mungu damu ya Yesu Kristo imepenya ikafuta kumbukumbu za dhambi zetu. Amen. Mungu akasema sizikumbuki tena. Hii inapendeza kiasi gani? Kiasi kwamba leo niko na dhambi wanachomeka, na baada ya kusikia injili ya Mungu kupitia ufunuo wa Mungu nasema mnastahili kuchomeka. Endeleeni kuchomeka, kwa sababu kama ilifuta kumbukumbu ya dhambi zako kwa moyo wa Mungu aliye mbinguni, Yesu atuwa msalabani, na ikafuta kwa moyo wake, how much more inafaa ifute katika moyo wetu?
Unless kuna kitu kiovu na bado unakishikilia katika moyo wako, ndio maana haiwezi fanya hiyo kazi. Manake Mungu ndani ya moyo wake hana uovu. Mungu hana uovu. Ndio maana ilikuwa haraka sana damu ya Yesu Kristo kupenya katika moyo wa Mungu kufuta kumbukumbu za dhambi zako na zangu, kwa sababu Mungu hana uovu. So kama una uovu, umepata toba kwa uwezo wa Mungu, hauna chochote umeshikilia, huu moyo tayari kwa uwezo wa Mungu, kwa ufunuo wa Mungu, inafaa kuokoe. Amina. Inafaa kuokoe na mbali sana. Inafaa kuokoe na mbali sana. Mungu anasema dhambi zao na uasi wao sitahukumbuka tena kabisa. Zimetolewa kwa moyo na damu ya nani? Yesu Kristo. Imetolewa kwa akili ya Mungu kupitia damu ya nani? Yesu Kristo. Damu yenye nguvu, damu yenye mamlaka, damu yenye uwezo wa kubadilisha mawazo ya Mungu, damu yenye uwezo iliyopenya katika moyo wa Mungu, ikafuta kila laana ambayo Mungu alikuwa ametangaza juu yako na yangu, ikafuta kila kitabu ambacho Mungu aliniandikia kuhusiana na dhambi zangu na uasi wangu. Damu ya Yesu Kristo ikaingia katikati, ikafuta katika moyo wa Mungu. Isifutwe ndani ya moyo wako. Sifutwe ndani ya moyo wako, sifutwe katika akili zako. Uamini kwamba Mungu akumbuke dhambi zako tena kupitia damu iliyomwagika ya Yesu Kristo. Uamini kwamba Mungu amekufanya mtakatifu kupitia toleo ya mwili na damu na mauti na kufufuka kwa Yesu Kristo. Mungu akasema sikumbuki tena. Mungu aliridhika. Acha tuangalie pia Isaia 43 mstari wa 25. Kitabu cha Isaia 43 mstari wake ni 25. Maandiko yanasema mimi ndimi nisifutaye dhambi zako. Mungu anasema yeye ndiye afutaye dhambi zako kwa ajili yangu mwenyewe. Kwa ajili yake mwenyewe. Wala sizikumbuki dhambi zako tena. Wala sizikumbuki dhambi zako tena. Amen. Ndio Mungu anasema. Hasikumbuki. Nini imefanyika? Damu ya Yesu Kristo, Yesu akiwa Golgotha msalabani, akiimwaga damu yake iliosha mioyo yetu, iliosha akili zetu, inafanya ile kuosha. Na pia Yesu anasema ilipomwagika damu yake, ilienda direct katika moyo wa Mungu. Amen. Ilienda katika moyo wa Mungu, mahali ameiweka kumbukumbu za dhambi zako. Damu ya Yesu Kristo ikamwaga, ikaosha kwa akili za Mungu, mahali amehifadhi dhambi zako na zangu. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika Golgotha, ikapaa mpaka mbingu ya tatu, ikaenda kwa mawazo ya akili ya Mungu, ikaosha kumbukumbu ya dhambi zako na zangu kwa akili ya Mungu. Mungu akasema ni yeye anayefuta. Mimi Mungu, nami yeye Mungu ndiye anayezifuta dhambi zetu kupitia damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Kwa ajili yangu mwenyewe. Kwa ajili yake mwenyewe, kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Wala sizikumbuke dhambi. Wala sizikumbuki dhambi zako tena. Hazikumbuki dhambi zako tena. Haleluya. Amen. Mungu anasema zimeondolewa hapa kwa moyo wake na zimeondolewa kwa akili yake. Amen. Wakati unakutana na mtu ambaye mlikuwa mnasoma naye lakini umjui, mmepoteleana sana, anakuangalia pia mnaangaliana, anakuambia you look familiar, yani wewe ni kama nilikuona mahali. Yeye pia anasema ni kama wewe si mgeni. Alafu tunaweza kumbushana, ulienda shule gani? Anakuambia pengine tulienda Starehe. Ndio maana mimi nilikuwa form fulani, yani kwamba mimi nilikuwa mfano kama kuna north, south, east na west. Kama mimi nilikuwa north, mimi nilikuwa south. Wengi wanafunzi wakiwa wengi kabisa. Ama hata Shimo la Tewa. Mimi nilikuwa huko, wewe ukiingia basi sisi tulikuwa tunatoka. Ndio maana nikikuangalia naona wewe uko familia. Waendeleaje? Unaona? Kuna kitu kimekuwa kikihifadhi. Kuna sura, kuna picha imebaki kwa moyo wako. Na kuna picha imebaki kwa moyo wake. Kuna picha imebaki kwa akili yako. Na kuna picha ilibaki kwa akili yake. Mungu anasema kabla Yesu amwage damu,
kuna picha yako ilikuwa kwa maindi yake na yangu. Kuna picha ilikuwa kwa moyo wake. Lakini alipochukua dhambi zetu, anapozidi kutuamuru tugeuke kwa njia mbaya na dhambi ya kutokuamini, alipozipiga kwa Yesu Kristo akasihukumu, Yesu alipoimwaga damu, Mungu akakubaliana na Yesu vile walivyoagana kwamba damu Yesu ikimwagika, ile picha yako ya kwanza katika moyo wa Mungu ikaoshwa. Ile picha yako ya kwanza ndani ya akili za Mungu yako na yangu ikaoshwa completely na damu ya Yesu Kristo. Amina. Mungu akasema nimekubali dhambi zako na uasi wako sikumbuki tena kabisa. Hiyo inamaanisha ni kitu kimefanya nini? Kimefutwa. Kuna watu nakutana nao saa zingine hata ulisoma nao. Wanakuambia wewe fulani. Wanaambia wewe fulani wewe, mimi anakuja paka jina. Unashindwa wewe unanijuaje? Anasema wewe tulisoma na wewe shule moja. Kwani ukumbuki wewe? Wanasema si kiburi, lakini kusema ukweli sikukumbuki. Anakuambia waacha wewe, kwani umjui fulani, umjui fulani. Wasema wote na wakumbuka. Wewe umkumbuki kwa sababu ile picha yake imeondolewa kwa moyo wako. Mungu anasema hivyo kuna picha ilikuwa kwa moyo wake. Wewe kama mwenye dhambi, mimi kama muovu, wewe kama msharati, hiyo picha ilikuwa. Lakini Mungu anasema kwa kumwagika kwa damu ya Yesu Kristo, picha hiyo damu ya Yesu Kristo iliondoa katika moyo wa Mungu na mawazo ya Mungu. Sasa wewe kile kilichobaki ni uamini damu ya Yesu Kristo. Na uamini picha hiyo imeondolewa kwa matendo yako, kwa akili yako, kwa moyo wako na kwa moyo wa Mungu. Sasa unaamini kuna amani. Maana damu ya Yesu Kristo tulikuwa mbali ikatuleta karibu ili ifanye amani. Amina. Na Mungu. Kiangalia kitabu cha Isaia, tukimalizia. Isaia naweza kusoma 53:11. So damu ya Yesu Kristo iliridhisha. Damu ya Yesu Kristo iliridhisha moyo wa Mungu. Mungu aliridhika wakati damu ya Yesu Kristo ilimwagika, wakati damu ya Yesu Kristo ilifuta kumbukumbu za dhambi zako katika mind ya Mungu, katika moyo wa Mungu, ilivyofuta kabisa. Mungu aliridhika. Isaia 53:11. Katika Isaia 53 mstari wake ni wa 11. Yes. Baada ya maumivu ya nafsi yake, ataona nuru ya uzima na kuridhika. Mungu ataona nuru ya uzima. Mungu ataona nuru ya uzima na ataridhika baada ya maumivu ya nafsi yake. Baada ya maumivu. Baada Isaia 53:11. Baada ya maumivu, baada ya Mungu kuangalia maumivu ya nafsi ya Yesu Kristo. Mungu wangu, mbona umeniacha? Naisikiu. Haya ni maumivu kwa sababu dhambi za ulimwengu mzima, dhambi chafu kabisa, za ufisadi kabisa, dhambi cruel kabisa zimekusanywa, alafu kuzimu ya hao watu wote wa milele na milele, kuzimu zao na ziwa la moto la kila mmoja wao zimekusanywa, maziwa ya moto mara 1000, mara milioni, mara milioni. Kuzimu ya mtu mmoja, watu wa 10, watu wa 50, kuzimu za kila mmoja zikakusanywa, zikaekelewa mtu mmoja. Sema naisikiu. Msalaba ni mzito, anaanguka. Kwa nini? Dhambi zako, kuzimu yako na yangu, kuzimu mara milioni, mara bilioni, mara trilioni, haihesabiki. Yesu anasema Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu anasema alipoona hayo mateso, alipoona hiyo dhiki ya Yesu Kristo, Mungu anasema alipoona damu ya Yesu Kristo, anasema nafsi ya Mungu iliridhika. Nafsi yake iliridhika. Nafsi inaitwa soul. Mali uhai wa Mungu huko. Mungu anasema hapo katika soul yake, katika nafsi yake iliridhika. Amen. Ni sawa na unasema nikimpatone na nio nitampiga, lazima nimpige kabisa. Alafu mtu aje akae na wewe chini, azungumze na wewe, alafu alipe kila gharama ambayo ile alifanya, alafu nafsi yako iridhike. Amenivunjia thamos yule mpaka nimalizane naye wa mama wa chai. Mpaka nimalizane na hataki kusikia.
Labda tukimtuambia mama kaa chini kidogo. Ile thermos ilikuwa pesa ngapi? Ile thermos ilikuwa na chai ndani. Sawa, ilikuwa pesa ngapi? Ilikuwa na chai ndani. Chai ya vikombe 10. Sawa, yote ni ngapi? Yote nikiuza huwa nauza kama 1,500. Kwambia okay sawa mama, nitakupatia 5,000. 1 2 3 4 5. Mama chukua. Kesi imeisha ama haijaisha? Kwambia mwanangu hiyo kesi imeisha. Ushamsamehe? Kwambia ushamsamehe. Ameridhika. Unaona? Ameregeshewa more than double. Ameridhika ndani yao. Hata akipatana na yule aligonga thermos yake, anatamani afanye nini? Ajipeleka pale maksudi igongwe 1000 zingine zifanye nini? Zitoke, lakini si wasitoke. So ni hivyo hivyo. Ona. Aliridhika. Sawa? Aigongi, anapita kando kwa sababu ligonga mara kwanza. Lazima tupite kando sasa. So ni hivyo hivyo na Mungu pia. Mungu aliridhika. Hivyo ndio maandiko anasema. Mungu alikuwa dhambi zetu zimeka moyo wa Mungu tofauti, nitaweka katika ziwa la moto. Na Mungu amesema katika vitabu vyake. Amesema mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu ameandika hivyo. Mungu amesema ameprepare ziwa la moto kwa shetani na malaika zake na wale wote ambao hawataitii injili ya Yesu Kristo. Mungu ameka ziwa la moto. Alafu Yesu anamwaga damu. Mungu anasema nimeridhika kwa damu ya Yesu Kristo. So hivyo ndo damu ya Yesu Kristo iliondoa kumbukumbu ya dhambi zetu katika moyo wa Mungu. Mungu akasema sizikumbuki tena. Mungu akasema nimeridhika. Imeisha kweli hiyo. Isaya 53 mstari wa 11 imeisha. Baada ya maumivu ya nafsi yake. Baada ya maumivu ya nafsi yake ataona nuru ya uzima. Ataona nuru ya uzima na kuridhika. Kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki ambaye ni Yesu Kristo atawafanya wengi kuwa wenye haki. Atawafanya wengi kuwa wenye haki. Naye Yesu atayachukua maovu yao. Mungu akaridhika. Amen. Rejelea mara ya mwisho wa Ibrania 10 mstari wa 17. Tasisitiza hilo kwa rehema na neema ya Mungu. Wa Ibrania 10 mstari wa 17. Dhambi zao. Kitabu cha Waibrania 10 mstari wake ni wa 17. Maandiko yanasema kisha ongeza kusema dhambi zao na uasi wao dhambi zao na kutokutii kwao sitakumbuka tena. Hii yako inasemaje? Ibrania 10 mstari wa 17 nasema dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Asema Bwana. Dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa, asema Bwana. Hiyo ndiyo damu ya Yesu Kristo iliyofuta kumbukumbu za dhambi zetu katika moyo na akili za Mungu na zetu pia. So Mungu anataka uamini hiyo damu. Nakushukuru wewe Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo. Asante kwa somo lako Bwana ulilolipeana kupitia ufunuo. Naamini Mungu ufunuo zako zinaokoa, ufunuo zako Bwana zinatoa wenye dhambi katika sehemu Bwana ya kifungo cha dhambi na kuvunja kila nyororo Bwana, kila minyororo Bwana, kila uovu ambao Bwana umewekwa juu yao, kila laana Bwana, katika jina lake Yesu Kristo. Mungu asante kwa kuwa umenena kutoka mbinguni. Naamini umenena kupitia neno lako, kupitia Roho wako aliye mtakatifu Bwana, kupitia chombo kilicho dhaifu Bwana. Mungu, naamini ya kwamba waliosikia Bwana, waliokusudiwa kusikia wamesikia na wataokoka katika jina lake Yesu Kristo. Tunaamini Bwana. Mungu asante kwa ufunuo Bwana ambao Bwana unapendeza, ufunuo ambao Bwana unashtua Bwana.
kwamba damu ilikuwa ikimwagika kutoka kwa mwili wa Yesu Kristo ikianguka Golgotha katika sakafu Bwana, hata ya Herode Bwana, damu ikizidi kutapakaa. Kumbe katika ulimwengu wa kiroho damu hiyo Bwana ilikuwa inapanda mbingu ya kwanza, inapanda mbingu ya pili, inapanda mbingu ya tatu, mpaka katika kiti chako cha enzi mahali umekaa mtakatifu wa Israeli, inaingia mpaka kwa moyo wako Bwana, inaingia mpaka kwa akili zako Bwana, ikiosha kila kumbukumbu ya dhambi iliyo katika moyo wako Bwana na hata katika akili zako Bwana. Ukatuma neno lako Bwana, ukirudisha tena duniani katika Waebrania 10:17 Bwana, ukisema dhambi zao na uasi wao hautaukumbuka tena Bwana, kwa sababu damu ya Yesu Kristo ilinena Bwana katika moyo wako Bwana. Damu ya Yesu Kristo Bwana ilinena Bwana katika akili zako Bwana. Damu ya Yesu Kristo Bwana, muliingia kwa agano kwamba damu ya Yesu ikimwagika kwamba dhambi zitaondolewa katika kumbukumbu za moyo wako na hata za akili yako Bwana. Yesu pewe sifa, mwana kondoo wa Mungu, sasa na hata milele, zaidi na zaidi na zaidi Bwana, kwa kila kizazi. Zidi kutupatia ufunuo, tuzidi kuona damu iliyo na nguvu na uwezo Bwana wa kufuta kumbukumbu katika moyo wa Mungu, si zaidi ifute kumbukumbu katika wanadamu Bwana. Nenda ukafute kila kumbukumbu ya dhambi katika wale waliopata toba ya kibibilia Bwana. Nenda ukafute dhambi ndani ya mioyo yao na akili zao Bwana, wapate kuamini Bwana damu ya Yesu Kristo imeweka huru mbali na dhambi Bwana. Asante Mungu kwa kuwa mapenzi yako yametimia, na ni kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba na tukisadiki. Amen. Sawa.